katika kuhudumia mzigo kwenye bandari hii ya Dar es Salaam, lakini pia tumeendelea kufanya kazi kubwa ya kuhudumia nchi majirani zetu, kwa sababu sisi kwetu bandari hii ni bandari ambayo tumeamua tuijenge katika misingi ya kukidhi mahitaji ya Tanzania na ya kikanda, na pia iweze kuhimili ushindani uliopo katika ukanda huu wa Mashariki kwa watu ambao wanaleta mizigo kutoka maeneo mbalimbali duniani. Na kwa taarifa yenu tu, pamoja na mizigo ambayo inakuja kwa ajili ya Tanzania, lakini pia tunahudumia nchi zetu majirani. Kwa mfano, katika mwaka 2024-2025 bandari zetu za Tanzania zikiongozwa kwa zaidi ya 90% na bandari ya Dar es Salaam zimehudumia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo shehena ya tani 5,995,295. Tumehudumia Zambia shehena ya tani 3,510,706. Tumehudumia Burundi shehena ya tani 425,774. Tumehudumia Rwanda mzigo wa tani 1,724,370. Tumehudumia Malawi mzigo wa tani 675,000. Tumehudumia Uganda mzigo wa tani 185,625. Tumehudumia Zimbabwe mzigo wa tani 61,306 na shehena nyingine kutoka maeneo mbalimbali tumeendelea kuhudumia hivyo. Na ndio maana ukiangalia baadhi ya nchi hapa, kwa mfano Zambia ambayo tumeihudumia kwa tani 3,510,706, tumeamua hata katika bandari yetu kavu ya Kwala tuwape eneo kabisa ili mizigo yao wao wanaweza kuitunza vizuri. Ikitoka hapa bandarini kwa kutumia SGR tunapeleka pale, wanachukua mizigo yao kutokea pale kwenda Zambia ili tupunguze msongamano wa mzigo katika bandari ya Dar es Salaam. Ndugu zangu waandishi wa habari, mamlaka ya bandari Tanzania kama wote mnavyojua na kama ambavyo nilisema, uamuzi makini uliofanywa na Rais, iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari. Na naomba nipigie mstari hili, tuliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji. Manake wako baadhi ya watu wanapotosha kabisa, wanaenda kusema bandari ya Dar es Salaam imeuzwa. Hii bandari nilipo mimi hapa haijauzwa, iko chini ya serikali na mamlaka ya bandari Tanzania iko hapa. Mkurugenzi Abeid, hebu njoo waje wakuone hapa. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari ndugu Plasdus Mbosa hayuko hapa, yuko kwenye majukumu mengine. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, yuko hapa. Bandari haijauzwa, bandari ni mali ya serikali. Hawa DP World na Adan tumewapangisha, rudi kakae, tumewapangisha. Na hapa kwenye mkutano huu nitawaambia tunafanya nini katika upangishaji wa bandari ya Dar es Salaam. Kwanza, DP World na hawa Adan ambao tuliingia nao mkataba wa upangishaji na uendelezaji wameunda kampuni za Kitanzania ambazo sasa zinatakiwa zifanye kazi kwa sheria za Tanzania. DP World wao wameunda kampuni inaitwa DP World Dar es Salaam Limited, kampuni ya Tanzania na inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Na hawa Adan wameunda kampuni inaitwa Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited, imesajiliwa Tanzania, inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Sasa kampuni hizi zimefanya uwekezaji mkubwa. DP World wenyewe tayari mpaka sasa katika kipindi kifupi tangu tumeingia nao mkataba wa upangishaji keza katika bandari hii kiasi cha shilingi 214.2. Na wamefanya nini? Kwanza wamenunua mitambo mipya, wote mmeiona ile mitambo ambayo inapakia na kupakua mizigo, makontena na mizigo mingine mbalimbali. Wamefanya uwekezaji katika mifumo ya tehama, wamefanya ukarabati wa karakana ya mitambo, wamefanya uendelezaji wa maeneo mbalimbali ya kuhifadhi shehena. Lakini pili, Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited wao wanaendelea kufanya uwekezaji, na hapa watawekeza kiasi cha shilingi bilioni 410.4. Na wao hali kadhalika wanafanya ukarabati wa miundombinu na maeneo ya kuhifadhia makasha, maboresho ya gati namba 8 mpaka namba 11 na kuongeza gati kwa mita 100. Lakini pia wanafanya upanuzi wa mitambo mipya na usanifu na usimikaji wa mifumo ya kisasa ya tehama. Wanafanya pia ukarabati na maboresho ya karakana ya mitambo
na kuendeleza maeneo mbalimbali ya kuhifadhi makasha ili kuongeza uwezo wa gati namba 8 mpaka namba 11. Lakini kazi nyingine ni uhudumiaji wa shehena na meli ambao umefanyika katika bandari yetu katika kipindi cha mwaka jana, mwaka 2024-2025 na nusu muhula ya mwaka huu 2025-2026. Uwekezaji huu uliofanywa na DP World na TEAGTL wale Adan mpaka sasa umeleta mafanikio yafuatayo. Bandari yetu ya Dar es Salaam imefanya ongezeko la shehena ambayo inahudumiwa katika bandari hii kufikia tani milioni 27.7 katika mwaka wa fedha wa 2024-2025, na hii ni sawa na ongezeko la 17% ikilinganishwa na mwaka wa nyuma yake tu, mwaka 2023-2024 ambapo bandari ilihudumia tani 23.69. Manake ni kwamba tunaendelea kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda. Na Watanzania msisahau, hii yote imeongezeka kutoka huko tulikotoka kabla. Mwaka 2020-2021 tulikuwa kwenye tani chini ya milioni 20 kwa mwaka, lakini sasa tunafika tani milioni 27. Lakini mapinduzi makubwa tunaenda kuyafanya katika mwaka huu. Tunatarajia kufika zaidi ya tani milioni 32 katika mwaka 2025-2026. Tunafanya hivi kwa sababu tayari tumeshaanza kuona dalili katika nusu ya kwanza ya Julai Disemba 2025. Mzigo uliohudumiwa na bandari yetu ya Dar es Salaam umefikia tani milioni 16.7 ambazo ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwaka kama huo, muda kama huo mwaka jana ambapo tulikuwa tumeingiza tani milioni 12, tumehudumia tani milioni 12.8. Kwa hiyo mtaona jinsi ongezeko linavyokwenda kadiri wadau wetu wanavyozidi kuongeza uwekezaji, na sisi pia tunaongeza uwezo wa bandari kuhudumia mzigo. Lakini pia muda wa meli kuhudumia bandarini umepungua kutoka wastani wa siku 30 na sasa tumefikia siku 6, na hii ni kwa mwaka mmoja. Kabla yake ilikuwa meli hapa zinasubiri mpaka siku 46. Wakati mwingine kunatokea matatizo mpaka hata siku 70 meli imekaa huko nangani inasubiri, lakini sasa hivi wastani ni siku 6. Ufanisi umeongezeka, watu wengi wanapitisha mizigo yao katika bandari ya Dar es Salaam, bandari imekuwa na ufanisi. Lakini pia tumefanya uwekezaji ambao umetoa ajira. Hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu, jumla ya wafanyakazi 764 wamepata ajira za moja kwa moja katika kampuni ya DP World na kampuni ya TEAGTL, yani ile Adan, katika fani mbalimbali, wakiwemo maafisa wa idara mbalimbali, makarani wa shughuli za uendeshaji, waendeshaji wa mitambo mikubwa na midogo na askari. Lakini pia kuna ajira zisizo za moja kwa moja ambazo zimezalishwa ni nyingi na Watanzania wengi wanaendelea kunufaika. Lakini pia tumefanya uwekezaji huu ambao umeiwezesha TPA pia kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari. Ndugu zangu, huko tulikotoka TPA ilikuwa inaweza kufanya uzalishaji mwaka 2020 uzalishaji kwa mwaka kama shilingi bilioni 850, na karibu fedha zote zilikuwa zinatumika katika uendeshaji. Kwa hiyo ilikuwa tunapata na fedha zote zinatumika. Lakini sasa hivi tunaweza kupata kwa TPA peke yake, tunaweza kupata zaidi ya shilingi trilioni 2 mapato ya TPA peke yake.